Sasa ni wakati nzuri ya kuzungumza vitu wakati ya vote ninaomba, wakati utamaliza kunibonyesha subscribe, make it, and also that is your support. Appreciate you for every people was make subscribe, and also let us to continue to be with us in order to get it many things about it. So that is the time talking about in our film. So let us use lugha ya Kiswahili kwa kuwa kufika kwa mwisho wetu. Usiwe na wasiwasi, na pia niko hapa kukusimulia kila kitu kinaonekana kwa filamu yetu ya Mama wa Kembo. Just now let us to state like this. Kwa filamu yetu tunaona mchezaji mkubwa anaitwa Bebe Supu. Naye ninakwambia Bebe Supu ni mchezaji mzuri kwa kuwa na vitendo vyake ni vizuri. Anatuonyesha vitu vingi vinatusaidia katika maisha yetu, na watoto wetu wanaopenda kwa kuwa anafanya vitu vizuri, na kila siku kwa kila sehemu anacheza vitu vizuri. Na wakati hii ni wakati nzuri ya kuzungumza vitu vingi vinaonekana kwa filamu yetu. Naye ninataka kuingia katika mazungumzo yetu, naye usiwe na wasiwasi, niko hapa kukusimulia kila kitu kinaonekana kwa hivyo wakati. Sasa ninataka tuendane pamoja, naye uniambie ni kitu gani tunaweza kutumia kwa kufanya kwa hivi vinaelekea wapi. Kwa sehemu yetu tunaona wachezaji wengi, wakati tunaona mchezaji mkubwa anaitwa Bebe Supu na wengine akaitwa Mr. Benny. Mr. Benny anacheza aitwa baba ya Bebe Supu, kwa kuwa ni vitu vizuri, ni kazi ngumu kabisa kwa kubonyesha watu wakakuheshimu, na vitu vyako ni vitu vizuri kabisa. Na wakati hii ni wakati ya kushukuru watu walituonyesha mchezo mzuri, kwa kuwa inatusaidia katika maisha yetu na vitu vingine na pale popote, kwa kuwa ni kazi ngumu kabisa, ni kazi nzuri. Wanatufanyia, wanatufundisha vitu vingi kwa filamu yao. Tunatoa ujumbe nyingi na message in order to help to live in another way people to be with you well, in order to kuliko watu wengine na vitu vina tofauti. Sasa ni wakati nzuri na kuheshimu kila mtu kwa kuwa anacheza kwa filamu ya Mama Kembo. Ni vitu vina faida kwa kuwa msiwe na wasiwasi, ninasema faida kwa kuwa naye ni mchezaji anacheza vitu vizuri. Nataka tuanze kama hivi kuzungumza kila mchezaji, wakati tunamaliza wachezaji wote ni vitu vizuri kabisa. Wakati hii ninaona mchezaji wa kwanza anaitwa Bebe Supu, na wengine anaitwa Mr. Benny, na wengine Dr. Kanoni, na wengine akaitwa Farida, na wengine anapenda kucheza kwa negative positive negative. Vitu vyake vinaelekea si vitu vizuri, anaitwa Janet, na watu wengine tutamheshimu. Hasa nataka wakati hii tuzungumuze vitu vinaonekana kwa filamu yetu. Hii ni wakati ya kuzungumuza kila kitu. Tunaona kwa sehemu zilizopita Janet anapenda kufanya vitu vibaya kuhusu, na kila mchezaji atamfanyia vitu vibaya. Wakati hii unajiuliza kwamba hivi vinaelekea wapi kwa kila siku. Tunaona kwa sehemu hii ya 64 Janet anataka kuletea Mr. Ben anataka kumletea sumu. Hivi ni vipi wewe? Ni vipi? Kwa kuwa ninaona vitu hivi vinaonekana kwa kila sehemu. Wakati Janet anataka kufanya vitu vibaya, anataka kuifanyia Bebe Supu au na wachezaji wote tunaona wakubwa, Janet anataka kuwafanyia vitu vibaya. Mchezaji huyu anataka kutufundisha nini? Vitu vibaya kabisa. Ni kazi ngumu. Kwa kuwa tunaona kila sehemu Janet ni mtu mbaya, anacheza na vitendo vyake vibaya. Naye ninakwambia kwa wakati hii ni nini tunaweza kutumia kwa kuwa tuendane pamoja na filamu yetu iendelee ya kuwa nzuri, naye unaipenda sana. Ni kazi ngumu kabisa kwa kuwa ninaona vitu vibaya Janet anataka kufanyia watu wengi. Tunaona mchezaji mwingine Bebe Supu. Bebe Supu anapendwa na watu wote. Janet ni nini unataka kufanyia Bebe Supu wewe? Unatuchanganya kwa ubongoni wewe. Ni vitu gani unataka kufanyia Bebe Supu kwa kuwa tunaona vitu vibaya wewe? Tunataka kuona unacheza vitu vingine, hakuna kufanyia Bebe Supu vitu vibaya kwa kuwa Janet tunampenda sana. Ni vitu gani vinaonekana watu wanaandika kwa kila sehemu wakaandika Janet? Hivi si wakati nzuri ya kufanya vitu vile, ni vitu vibaya.
tunataka utuambie ni kitu gani tunaweza kutumia, kwa kuwa tunakuandikia kwa message nyingi, kwa kuwa tunataka wewe ufanye vitu vingine, uweze kutumia vitu hivi. Kila siku unaona unataka kufanya vitu vibaya, unafanyia Baby Supu, Baby Mr. Benny, Janeti, unaingia katika upendo wa Kanoni, Dr. Kanoni na Farida. Nini unataka wewe? Nini tukufanyie nini wewe? Hatutaki vitu hivyo. Tunakuomba kwa heshima yako, tunakuomba burudisha mada yako, kwa kuwa tunaona vitu hivi si vitu vizuri kabisa. Nayo unatufanyia vitu vibaya, hatupende hivyo. Kwa kuwa kila sehemu tunataka ufanye vitu vizuri, nayo utuambie ni kitu gani kinaelekea wapi, wewe unataka kutufanyia, unatufundisha nini wewe? Janeti, ninakuomba ni maonyo zangu, kwa kuwa ninaona watu wengi wanaandika wewe punguza mada yako, punguza vitendo vyako, kwa kuwa hatupende tu. Naye ninaona na kitu kingine, na upendo nzuri katika Farida na Dr. Kanoni. Ni upendo nzuri kabisa, kwa kuwa wakati wanakutana na migogoro hawawezi kuenda mbali ya kila mtu, wakachiunga mkono kufika kwa mwisho wa kila jibu. Wanatafuta jibu, kwa kuwa hawawezi kukata tamaa na vitu vingine. Ni wakati nzuri ya kuzungumza vitu vizuri na vitu vingine, kwa kuwa Farida wewe na Kanoni tunawapenda sana, vitu vyako ni vitu vizuri. Wakati mnatufanyia vitu vizuri tunawapenda sana, na kila sehemu mnatufundisha vitu vizuri, kwa kuwa wewe na Dr. Kanoni na Farida, we need to continue to be with us. Everyone be sad with others in order to love your couple. Bega kwa bega, hatutaki muendane muishi pamoja, mfanye vitu vyote muko pamoja, usiwe na wasiwasi, kwa kuwa tunawapenda sana, muko watu wana moyoni nzuri na vitu vingine. Na tunaona na kitu kingine, Janeti hawezi kuwashinda, anaingia mashindano hawezi kushinda. Unanijuliza kwamba kila sehemu tunaona Janeti ana mipango za kufanya vitu vibaya kuhusu na kufanyia wachezaji wa Mr. Ben na Baby Supu. Hawezi kuwashinda, kwa kuwa Mungu ako pembeni yenu. Mr. Benny, usiwe na wasiwasi, fanye vitu vyako. Ninakuomba kwa wakati ninaingia, when I suppose I'm in your position, I can just now I can talk the one speech about it, Janeti. I can tell Janeti to go far away with my family, because when you say your side, always many things will be bad. It means so right now, look, you are look at like the Mr. Janeti. When you see Janeti, always make bad things, and also need to make him or her. That is the time of talking many things about it. Tell her and go far away your side and your family, because right now it is not good. Watu wengi wanaandikia hivi, ni vipi wewe unataka kufanyia wachezaji wengine? Si vitu vizuri, fanye vitu vyako kwa vitendo vyako. Haya ni maonyo yangu, na watu wengi waniandikia wakaniambia, Janeti, ni vipi wewe unataka kufanya hivi? Kwa kuwa tunaenda kufika kwa mwisho wa mazungumzo yetu, ninataka kukuambia kitu kimoja, na kwa kuwa tumalize mazungumzo yetu. Mr. Benny, tunataka ufukuzwe Janeti kwa nyumbani kwako, naye ufanye vitu vizuri, kwa kuwa Janeti ni tatizo katika mazungumzo yetu na mchezo yetu. Katika hivyo ni utamaliza kazi hii, tutakupigia makofi. Sasa ni wakati nzuri ya kuzungumza naye, usikie mambo yetu, kwa kuwa tunataka kuendana pamoja katika filamu yetu. Ni filamu nzuri, watu wengi wanaipenda, nami pia
nami pia niko mpenzi wa filamu ya Mama wa Kambo. Mr. Benny, ni kazi hiyo ninataka utumie kazi hiyo, ninakuomba. Na upendo wengine, na upande wengine tunaona Farida na Dr. Canon. Msiwe na wasiwasi, mfanye vitu vyako. Msiwe na wasiwasi kwa kuwa tunawapenda sana. Janet hawezi kuwashinda. Anaingia mashindano hawezi kushinda. Kwa kuwa Mungu ako pembeni ya upendo wao. Hii ni wakati ya kuzungumza vitu vingi. Nami pia jina langu Kenny Bright. Nitarudi kuzungumza vitu vingi vinaonekana na kuingia katika mazungumzo yenu. Niko hapa kama mpenzi wa filamu ya Mama Kembo. Nitarudi kuambia kitu kingine. Ninashukuru watu walimaliza kunibonyesha subscribe. Chao chao, nitarudi tena. Mungu awabarikie. Tutakutana kwa siku nyingine. Asante sana.